Mapigano kwenye barabara ya taifa namba 5 inayounganisha miji ya Uvira na Bukavu yalizuka mara tena mwanzoni mwa juma hili kati ya makundi asimu hadi usiku wa Jumanne Machi 17, kila upande ukiwa mgumu kutoka katika ngome zao bila kusogezana. Milio ya risasi nzito nzito, makombora na mabomu vilizua wasiwasi kwa wananchi wa vijiji jirani kuliko kuwa kukisikika mizinga hiyo. Kwenye njia ya simu tumezungumza na mkahazi mmoja wa Kabiragule huko maeneo ya Kabunambo anayehifadhi jina lake kwa sababu za kiusalama. Kwa muda huu napatikana katika kijiji cha Kabiragule huko Kabunambo, ni teritoria ya Uvira. Hali koje kwa leo? Ndio ndugu mtangazaji, kama vile hali zilipotiwa hapo, watu hao wamekimbia, wameacha vyao, na hivi kwa sasa hali ni kidogo tu, sababu mapigano ni kama vile yamesimama kidogo na kukatika. Nyinyi kama wananchi mnapokeaje hali hiyo ya machafuko mara kwa mara? Sisi kweli hii tunaona kwamba ni kama vile kuchosha raia, sababu leo mapigano, kesho mapigano, watu hawatulii. Na zaidi vijiji vyetu watu wanaishi kwa kulima, kufuga. Sasa unakuta mifugo imeporwa, wengine wakulima hawalimi sababu ya usalama mdogo, wamehama makazi. Unakuta mambo yote ni kama vile yameparaganyika na watu wanajikuta katika uhaba na ukosefu kabisa, kiasi kwamba wanakosa hata chakula, wengine watakufa na njaa. Sisi tungeomba tu serikali kujibika kama kawaida, wajihusishe kabisa na waone namna gani kumaliza tatizo hili na kutafuta suluhu kwa hili jambo. Hali ya usalama ikiwa imeanza kurejea kwa tulivu siku moja baada ya mapigano hayo yaliyoripotiwa katika vijiji mbalimbali vya tarafa za Uvira, Fizi na Mwenga mkoa wa Kivu Kusini kati ya jeshi la DRC na washiriki wake wazalendo dhidi ya wahasi wa M23. Mbuyi Kalonjirigen, msemaji wa operesheni za kivita Sokola ya pili kusini mwa Kivu Kusini, ameviambia hiyo jana usiku vyombo vya habari kuwa kijiji kizima cha Kirungu kinadhibitiwa na FARDC. Ameendelea kuonyesha kuwa maeneo hayo ya Kirungu ni maeneo nyeti yenye kupatikana mwambao mwa ziwa Tanganyika. Hivyo FARDC na wazalendo wanazidisha usalama katika maeneo hayo, huku msemaji akikanusha taarifa za awali zilizozunguka mitandaoni kwamba wahasi wamedhibiti maeneo hayo. Mbuyi Rigen anaeleza. Oui, tout à fait, chers collègues. Comme je vous le disais, la situation sécuritaire dans la localité de Kirungu, territoire d'Uvira, en province du Sud Kivu, reste calme et sous contrôle des unités régulières des forces armées de la République démocratique du Congo et de ses alliés. Méfiez-vous donc des fausses informations relayées sur les réseaux sociaux sur une prétendue reprise de la localité de Kirungu par les rebelles du M23 AFC et de leurs alliés Tugwano Ngumino et Tabara, soutenus par les terroristes de l'armée rwandaise. Les forces armées de la République démocratique du Congo continue de remplir sa mission régalienne, dont celle de défendre l'intégrité territoriale et de protéger la population et leurs biens. Vyanzo vingine toka maeneo ya mapigano usema kuwa waasi wa M23 RDF-FC walishtukiza ngome za wazalendo siku ya Jumatatu katika kijiji cha Mitamba, ambako vikosi hivyo vililazimika kurejea kwa muda mfupi na tena kufanikiwa kurejea katika ngome zao. Pacific Kararuka ni mwanaharakati wa mashirika ya kirahia eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana bwana Thompson Unji. Kwa kweli kufuatana na hali ambayo imeonekana kwenye nyanja za juu tarafani Mwenga na Ufizi pia na hata Uvira, kwa sababu wazalendo kabisa na jeshi la taifa FARDC wametumika kazi ilivyo kabisa. Shafika sehemu za Mikenge, Kipupu, Bukunji, kuli kote kabisa, hapa kote kabisa kuna shambra ya raia. Wamefurahia sana ujio wa serikali ya DRC FARDC pamoja na wazalendo wa kiongozwa na Kakobanya pia na ya Kutumba William. Kwa kweli kabisa hapa furani kubwa sana, hata kabisa waraia wote ambao walikuwa wanakimbia wote wanaanza rejea. Tungelitaji kwa sababu kwa wale wote ambao walikuwa walikimbilia mbali, kwa sababu kulikuwa kungali raia kidogo wa Nyamulenge na wengine wanapashwa rudia kwenye makao yao hapa Mikenge ili tuwabakie na wengine. Itasaidia sana, itasaidia kabisa, kwa sababu hali naona kabisa hali inaanza rejea gisi ilivyo kwa zamani sana. Raia wote kabisa wana shangwe kubwa, wana furaha kubwa sana wakiona serikali ya DRC gisi imewasaidia kuanza warejesha nyumbani, wakiwemo
wazalendo pia gisi mmewataja pale, imeleta kabisa furaha kubwa sana, kama vile sisi vile shirika za kiraia imetuletea kabisa furaha kubwa, kwa sababu tumeona tena, tumeanza tena ile sura ya zamani ndio imeanza tena upya kabisa. Ni jambo la kushukuru serikali ya DRC, ni jambo la kushukuru pia wazalendo wote ya Kutumba na Kakobanya kwa kazi ambao wamefanya kwenye vilima virefu vya Uvira, Fizi na Mwenga. Wachambuzi wa masuala ya kivita wanalahani usambazaji wa habari zisizo na uhakika, wakisema kwamba ni upotovu kwa wananchi, wakiendelea kusema ni kutaka kuogopesha raia, wakati ambapo FRDC na wazalendo wakiwa bado imara kwenye ngome zao. Vyanzo vinavyosogelea AFC M23 kwenye mitandao ya kijamii husema nia ya AFC sio kuingia katika mji wa Uvira ambao walijiondoa mwanzoni mwa mwaka huu. Walio wengi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hujiuliza nini kinachopelekea kuendelea sasa kwa mapigano hapa na pale, wakati ambapo kuna mikataba ya amani na shinikizo la Marekani kwa nchi ya Rwanda. Mwenelo Kolewilonja Justin ni mdadisi wa masuala ya siasa na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anazungumza. Kusema kweli mtangazaji, kuhusiana na masuala ya kivita yanayoendelea huko kwetu Kivu Kusini, ni kusema kwamba vita havina taswira sasa hivi, na ukivichunguza kiundani utakuta kama hii ambayo inajiita ma grande puissance, ambayo ndo ma grande puissance kwa leo, zinatufanisha mchezo wa kitoto. Ile jinsi huku kwetu mavijijini tunazoea mwenzako akienda shamba, wewe umebaki nyumbani, ugali unasonga afu unapaka mtoto supu midomoni na kwenye mikono, ili mradi kwamba mamaye akija akute mtoto amejaa supu, awe na tumaini kwamba mtoto amekula, kumbe mtoto amelambulishwa tu lakini hajala chochote. Kwa hiyo ndo sura halisi ya vita ambavyo vinaendelea huku kwetu. Kwa sababu gani? Sioni ni jinsi gani inchi kama vile Rwanda ichezeye inchi kubwa kama vile Kongo. Na kiundani tunaona kwamba wafanyasiasa sometime wanatudanganya. Wenda wanajua kile kinachoendelea lakini hawataki kutuambia ukweli, lakini wao wanarizika kwa sababu ya maentere personnel zao. Kwa upande pia wa puissance inchi kama vile Marekani, maana ni jambo la kusikitisha na la kushangaza Marekani itowe oda kwa inchi kama Rwanda, alafu Rwanda ikataa ile oda. Ina maana wanajuana, ndo maana Rwanda anajipiga kifuani, maana anajua hautonifanya kitu kwa sababu tunajuana. Kwa hiyo vita ambavyo vinaendelea huku kwetu ni kwamba sisi raia tusio na hatia tujipatie pole, ila pia tukaze kabisa mkaba viunoni, maana inchi inapoelekea sio pazuri. Hayo yakiendelea hivyo, yaarifiwa kwamba Washington yataka kuanzisha tena mazungumzo kati ya Kinshasa na Kigali. Ingawa imejikita sana katika vita vya Iran, Marekani inataka kuanzisha tena mazungumzo kuhusu mgogoro kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili kuwarudisha kwenye meza ya mazungumzo viongozi wa nchi hizo mbili ambao misimamo yao imeendelea kutofautiana. Mikutano kadhaa imeitishwa Washington katika siku za hivi karibuni, huku maandalizi yakiendelea kwenye mkutano wa pande tatu uliokuwa umepangwa kufanyika Jumatano hii leo Machi 18. Alipoulizwa kuhusu hali inayozidi kuwa mbaya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki moja iliyopita, Rais wa Marekani Donald Trump alieleza kwa ufupi kuwa matumaini yake kwamba ni miji mikuu hiyo miwili kuzungumza hivi karibuni. Siku ya Jumanne Machi 17, mikutano miwili ya pande mbili ilifanyika, mmoja kati ya wajumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani na mwingine kati ya wawakilishi wa Rwanda na Marekani. Kulingana na vyanzo kadhaa vya kidiplomasia, lengo kuu lilikuwa kuandaa sehemu na kujiandaa kwa mazungumzo maalum yajayo. Kuanzisha tena mazungumzo katika hali ya wasiwasi, mpango huu unakuja katika nukta nyeti sana, kwani unafanyika wiki mbili baada ya Marekani kuliwekea vikwazo jeshi la Rwanda na wiki moja baada ya kifo cha mfanyakazi wa misaada ya kibinadamu raia wa Ufaransa katika shambulio la ndege zisizo na rubani huko Goma. Ingawa swala hili linachukuliwa kuwa nyeti, Marekani katika hatua hii imechagua kutokuhusisha Qatar au Umoja wa Ulaya katika juhudi zake, lengo kuepukana na kukutanisha mambo na kusonga mbele
haraka zaidi. Hata hivyo, mkutano wa Jumatano leo Machi 18 ambao ni kuzungumzia kuzinduliwa upya kwa diplomasia na hali ya kijeshi katika mstari wa mbele unazidi kuwa mgumu, kwani msimamo ya wahusika wakuu wawili inaendelea kutofautiana kati ya Paul Kagame na Rais Felix Tshisekedi. Wakati Kinshasa ikidai kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda, Kigali nayo inajibu kwamba sio swala la kufurahia faida na pia kumtaka anayefanya upate faida hiyo, na ikishutumu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuendelea kushirikiana na wahasi wa FDLR ili kuhatarisha usalama wa Rwanda. Kulingana na vyanzo vya kidiplomasia, Washington upande wake inakusudia kutumia fursa hiyo kuwasilisha ujumbe wake wenyewe. Hata hivyo, hakuna taarifa rasmi iliyotangazwa katika hatua hii, isipokuwa mkutano huo utowe uamuzi halisi ambao unaweza kufufua mchakato wa amani. Chanzo cha kidiplomasia kinaeleza hivyo. Wakati huo, wachambuzi wengi wa masuala ya kisiasa huko Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakilaumu wanaowakilisha serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mazungumzo na Marekani kuto kufikisha malalamiko halisi ya raia wa Uvira kwenye mazungumzo hayo.